Yes, mimi ni baba yake na Aviga na hapa ni kijiwe cha baba Aviga. Naona mwana mzengo wa kijiwe cha baba Aviga jaribu kupita baadhi ya maeneo kwenye vijiwe mbalimbali kama na ubishi huu. Na huu ndo mzozo wetu leo, hasa kwa madereva. Nakuta watu wanauliza hivi, spidi ya gari kubwa na gari dogo, yaani gari ndogo na gari kubwa zikienda spidi moja, labda spidi 100, je, gari kubwa itakuwa ina mwendo kasi kuliko spidi ya gari ndogo? Nielewa hapa nikuta ubishi, wasema basi ikiwa spidi 100, sio mchezo, spidi 100 basi sio mchezo. Bishi mkubwa kabisa, kwa maana kwamba kumbe spidi 100 basi kana spidi 100 Prado au ya gari ndogo. Huo ni ubishi wa kwenye vijiwe mahali mbalimbali nimeukuta, na baadhi ya madereva mbalimbali wanabishana hivyo. Sasa hapa ni kijiwe cha baba Aviga, tuambie spidi ya gari kubwa, kwa maana ya kwamba basi ambayo ina diameter na tairi yake ni kubwa, na gari ndogo ambayo tairi yake ni ndogo, je, zote zikiwa kwenye spidi 100, moja itampita mwenzie, moja itakuwa nyuma spidi hiyo moja? Kama jibu ndio, je, ile kipimo cha spidi cha trafiki barabarani iko tofauti kilivyosetiwa kwa basi na kwa gari ndogo, au wote mtakamatwa kwa spidi moja? Tuambie hapo comment, share hii kitu inaleta utata kwenye vijiwe vingi, na hiki ni kijiwe cha baba Aviga. Tuambie hapa tumalize utata. Yes, lakini leo pia nataka nielezee sasa, wakati unaendelea kutiririka hapo kwenye comment, nini maana ya spidi. Kwanza, spidi ni nini? Spidi ni kipimo kinachoonyesha umbali wa kitu kinachosafiri kwa muda maalum, yaani kitu kinasafiri kwa umbali fulani lakini kwa muda maalum. Yaani kifupi, kipimo cha spidi ni kilomita kwa saa, yaani kilomita per hours. Lakini kwa lugha ya kijiwe sasa, hiyo ni lugha ya kitaalamu, watu wa physics huko, lakini lugha yetu sisi wana kijiwe tunaelewana kwa namna hii tu. Spidi ni mwendo, yaani jamaa yuko spidi maanake kakimbia kwa mwendo mkubwa, mwendo hivi. Spidi ni ule mwendo. Sasa nataka leo tushirikishane au ni kushirikisha kitu kimoja kinaitwa maadui watatu wa spidi. Kuna maadui hawa watatu wa spidi. Kwa unapokuwa spidi au unapokuwa unaenda mwendo, hizo spidi inaanzia 0, 10 hivyo kuendelea. Kwa at the time unapo apply spidi kubwa, tambua unakumbana na maadui hawa watatu barabarani kwa hiyo spidi. Kwa unaenda spidi, kwa makini sana hiyo spidi yako unapokwenda, waweke hawa maadui watatu utakutana nao. Adui wa kwanza ni uzito wa gari, yani uzito wa gari ni adui namba 1 wa spidi. Namaanisha kwamba spidi ya basi, gari kubwa au semtela, na ikiwa spidi kwenye gari ndogo, unapokutana na changamoto, lile gari zito ni ngumu kulikontrol kuliko gari dogo. Kwa uzito wa chombo ni adui, yani gari linapokuwa zito afu likakimbia sana, inapotokea dharura yoyote, kulikontrol ile gari ni kazi ngumu. Uzito kwa watu wa umeme, utanikosoa hapo wana kijiwe ambao mnadeal na mambo ya umeme, kwamba kuna kilovolt, yani kuna voltage za umeme, lakini kuna ampere. Voltage mimi naweza nikafananisha kama uzito kwenye gari. Sasa uzito, alafu ampere ni mwendo, speed. Sasa mimi najua kitu kimoja, umeme unapokuwa kwenye high voltage, labda voltage 3000, umeme unapokuwa kwenye low voltage 240, 250 unaotumia majumbani, ule high voltage ni ule ambao uko kwenye transformer, ule umeme wa 3 phase ule unaotoka kwenye vituo vikubwa vile, ule unaosafiri na zile waya 3 kubwa juu, unakuwa ni high voltage. Naamini kule spidi yake ya ule umeme kusafiri ni mdogo kuliko umeme tunaotumia 240 barabarani, spidi yake ni kwa sababu kuikontrol ni rahisi. Lakini ule umeme mzito ukienda hata kwenye transformer, na mimi zile fuse 3 unazikuta pale chini, kama umeme wa nyumbani una fuse ya 10 ampi, kule kwenye transformer zile fuse unaweza kukuta hata kuna fuse 3 au yani spidi yake ni ndogo, fuse zile ni ndogo, kwa sababu ule umeme ni mkubwa. Usafirisha mtiririko wake kwa kasi, madhara yake atakuwa makubwa. Lakini umeme wa majumbani ni mdogo, kwa unahitaji mtiririko mkubwa, kwa sababu una uwezo wa kuwa manage, utaenda kwenye kifaa kwa mtiririko mkubwa, kasi yake ni kubwa. Yani mtu mzito akikimbia kwa nguvu akakudondokea atakuua, lakini mtu mwembamba mdogo kama mimi nikikimbia kwa mzito nikadondoka, madhara ni mdogo. Kwa hiyo ndio maana ya uzito kwenye spidi, ni adui control gari zito
magari mepesi. Adui namba 2 kwenye spidi ni breki. Breki hizi ambazo unazitumia kwa apply unapotaka kusimama ni adui kwenye spidi. Kaa nalo hilo. Unapokuwa high speed, usikimbilie umekutana na dharura kuminya breki kwa ghafla, kwa sababu huyo ni adui kwa spidi. Yaani jua kabisa breki ile sio rafiki tena unapokuwa speed, kwa sababu gari lina vitu ni mifumo, lakini source ya gari, ile speed ya gari kukimbia kutoka kwenye engine, lakini kuna mashirikiano na gearbox. Sasa vile vitu viwili ulikuwa speed, maana engine iko pale na piston zina push, gearbox ina supply mwendo, alafu wewe ukachukua kitendo cha kupiga breki, maana hujawasiliana na engine bado iko na mwendo wake ule taarifu. Kwa pale unaleta contradiction katika gari hili moja. Kule kuna mwendo unaendelea, wewe kuna apply inzani wa breki. Kinachotokea pale ni kitu kingine kibaya sana. Ile breki inakuwa adui. Jaribu tu siku ulikuwa uko spidi, hauwezi kujaribu hatari. Natoa mfano kwamba uko spidi, alafu kuna uterezi, wamemwaga mtama, kuna mafuta barabara inatereza, piga breki, uone kitakachotokea. Kwa sababu pale una apply force nyingine nje wakati hujataarifu engine na gearbox. Hiyo ni issue za kiufundi sana, kwa mafundi wanaelewa hapa, wanakijiwe lugha nyepesi. Ogopa sana breki ya ghafla unapokuwa speed. Gari ya manual ina hatua zingine. Anza kushirikisha engine, fanya change down, engine na gearbox zipate mawasiliano kwamba kuna kitu kimebadilika, turudi down. Breki iwe ni kitu cha mwisho sasa, kwamba vimeshashirikiana vyote, wote hawa watatu, gearbox, engine, wakubaliane tunataka kusimama. Simamisha gari wakati engine haijataarifu na kufanya change down. Kule mfumo wa gari uelewe kuna kusimama, ndipo usimame. Ukifanya tofauti vikawa contradict pale, ni hatari kubwa sana katika speed hiyo breki. Hatari namba 3 ni kona. Adui namba 3 ya speed ni kona. Unapokuwa speed afu kukutana na kona, unajua nini kinakukuta. Barabara hujui, ukatoka huko na speed yako, afu kona hii hapo. Kona inageuka kuwa adui, lakini ungekuwa mwendo wa kawaida, kona ni rafiki, una enjoy tu, unalala vizuri, unaendelea. Kwa kona ni adui nyingine ya speed. Unapokuwa barabarani, unataka kukimbia, unaopenda kukimbia, hana hivi vitu vitatu. Kitu wa gari lako ujue, breki yako ujue ni adui, na kona ni adui. Kwa weka tahadhari hiyo kichwani. Tane wakati mwingine hapa Aviga kwa madini mengine na siku nyingine tena. Shusha komenti yako, lakini usiache follow, like, share na kukomenti. Mpaka wakati mwingine, na mimi ni Baba Aviga. Thank you.